أعوذ بالله سميع عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وأصحابه وسلم. أما بعد، مستمعون الكرام، إخواني وزangu, ama baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kuzihitajia rehma na amani zake subhana zimfike mbora wa umma huu ambaye si mwingine bal ni Bwana Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye katumwa kwetu kwa sifa nyingi sana alizopewa naye Allah tabaraka wa taala, pale Mwenyezi Mungu subhana aliposema warafa'ana laka dhikraka. Ikhwani, ndugu zangu, ama mada yangu leo hii inaitwa dhabhatu sadri, yani chembe moyo. Kwa nini tunaelezea matatizo au maradhi ya chembe ya moyo? Twende pamoja tuweze kuona nini kinachoenda kutokea kwa idhini yake Rahman. Wengi huchukulia maradhi ya chembe moyo kwamba ni maradhi madogo sana yasiyokuwa na umuhimu wa kushughulikiwa kwa haraka hivyo, lakini nakwambieni maradhi ya chembe moyo ni maradhi hatari miongoni mwa maradhi yaliokuwa ni hatari. Na kwa idhini yake tabaraka wa taala, kwanza tuone taarif yani introduction kidogo ya tatizo hili linaloitwa ma huwa dhabhatu sadri, yani chembe moyo ni nini? Yani unaposikia mtu anasema mimi naugulia chembe moyo, yani anamaanisha nini? Sawa Sasa mwanazuoni anasema kwamba tuaddu dhabhatu sadriya ahad a'radi najim an ikhfad fi tadaffuq ad-dami ila adalati alqalb, kwamba tatizo la chembe ya moyo ni moja ya matatizo ambayo huanzishwa na kudhihirika na kutokelezea kwa sababu ya inkhifadhi tadafuqi damu, kwa sababu ya inkhifadhi ya damu ile katika adalati alqalbi, katika moyo. Moyo unaweza kuwa unapokea damu, yaani unapokea damu kwa kiwango kidogo sana. Kitendo cha moyo kuwa unapokea damu kwa kiwango kidogo, hilo ni tatizo, linaweza kupelekea tatizo la dhabhatu sadri, yani chembe moyo, kwa Kiingereza unaita angina. Sawa? Sasa katika hali za namna hiyo, bisababi mushkilati fi sharayini tajia, kwa sababu ya matatizo au ya shida ya mishipa inaitwa sharayinu tajii, yani kwa Kiingereza unaita coronary artery, coronary artery. Fa indama la tasil adalatu alqalbi, pale ambapo damu inakuwa haifiki vyema katika moyo, ala kimyatin kafia, kwa kiwango cha damu inavyoweza kutosheleza, yani inavyotakiwa kutosheleza ule urejeaji wa damu katika moyo. Kama itakuwa ni tofauti na hivyo, minadami alghani bil oxygen, tena damu ambayo iliyojitosheleza na kusheheni kiwango cha oksijeni ndani yake, fa inna dhalika yuadi ila huduthi alami fi sadri, basi kitendo hicho kitapelekea kuleta maumivu katika kifua cha mwanadamu. Yusafu adata bi annahu dhaghtin au thaql yamilu ila jihat al-yusra min as-sadr. Sasa matatizo hayo yataanza kutokelezea katika kifua cha mwanadamu, atakuwa na hisi kifua kinambana, kifua kinaleta shida, maumivu yale yanakuwa yananyong'onya kwenda upande wa kushoto mwa kifua cha huyu mwanadamu. Hiyo
ni ufupi tu uliokuwa ni mdogo wa tatizo la tunaita dhabhatu sadr, yani chembe ya moyo au angina. Lakini hizi chembe ya moyo pia suluhisho lake lipo kwa idhini yake tabaraka wa taala, na sisi kama wanafunzi wa wanawazuoni, namna gani tunavyofundishwa nao kupitia vitabu vyao, madarasa yao, na sisi tunachukua kama jinsi ambao wao wanavyotufundisha, na sisi kwenda kufanya matibabu kwa wagonjwa wengine, na mashaallah majibu yanapatikana. Mathalan, sisi tunao dawa yetu ambayo ni maalum kabisa, tena inaitwa jina hilo hilo, dhabhatu sadri. Yani kama unasumbuliwa na tatizo la chembe ya moyo, naambie Sheikh Hamis Suleiman na nyumba ya tiba na dua kwamba na mimi nataka dawa inayoitwa dhabhatu sadri. Dhabhatu sadri. Najua moja kwa moja unasumbuliwa na tatizo la chembe ya moyo. Lakini ikhwani, chembe ya moyo ziko tofauti. Nasema anwa'i dhabhatu sadri. Zipo aina takriban 3 za chembe ya moyo. Lazima pia mtu uzijue na ujue kutofautisha kati ya chembe ya moyo ulionayo wewe na alionayo mwenzio na alionayo mwingine. Tunasema yujadu udatan anwa'i dhabhati sadriya kama yali. Zipo aina nyingi za chembe ya moyo kama jinsi zinavyofuata. Aina ya kwanza ya chembe ya moyo tunaita dhabhati sadriya almustaqirra. Yani ni chembe ya moyo iliyotulia, yani kwa Kiingereza wanaita stable angina. Lakini kuna aina ya pili ya chembe ya moyo wanaita dhabhatu sadriya ghairi mustaqir, yani chembe ya moyo isiyokuwa na utulivu, ambapo kwa Kiingereza wanaita unstable angina. Lakini kitu kingine dhabhatu sadriya tashannujiya, tunaita chembe ya moyo ya kukakamaa kwa lugha ya Kiswahili, ambazo zote hizi ni chembe moyo zinaweza kumsumbua mwanadamu, lakini tutakuwa tunatofautiana. Sasa basi, dawa yetu sisi hii ina uwezo wa kutibia na kutatua matatizo yote ya tatizo la chembe ya moyo, iwe ni chembe moyo aina hiyo ya kwanza niliyosema, yani stable angina, iwe ni aina ya pili ya chembe moyo, yani unstable angina, au iwe hii nyingineyo unaita adhab. Kwa katika hali ya namna hiyo, kuna dalili nyingine, ni dalili ya chembe moyo ambayo isiyokuwa na yani isiyokuwa yenye kubadilika atashanuja. Yenyewe dalili zake ni maumivu wakati wa raha, wa yumkin takhfifi shuddatiha biwasitati aladwiya, lakini maumivu yake yanaweza kutulia tu baada ya kuwa amepewa dawa. Hiyo ni aina yake moja tu ya aina ya hiyo chembe ya moyo. Ikhwani, yapo mambo mengi sana ningeweza kueleza, kama vile sababu zinazopelekea mtu kupata na chembe ya moyo. Yapo mambo mengi sana ningeweza kuelezea, ambayo kama hayo mambo ulikuwa nayo ndio yamekupelekea wewe kupata tatizo la chembe ya moyo. Na ningekuja kuelezea pia vile vile mambo yalikuwa ni hatari, kama hunayo usiyafanye, na kama unayo basi hiyo ni hatari. Lakini yote kwa yote, inapenda kujulisha kwamba chembe ya moyo inatibika, iwe ni aina yoyote ya chembe ya moyo, iwe ni chembe ya moyo iliyotulia, chembe ya moyo isiyokuwa na utulivu, chembe ya moyo sijui ya kama vyovyote vile iwavyo, dawa hii hapa. Lakini hii ina wenza wake, na humu ndani kuna mimea, mashallah, mimea ni mujarabu sana, ambayo inaweza kutibia tatizo hilo la chembe ya moyo. Sisi Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akatufundisha tiba, na sisi tuna imani katika kile alichotufundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia tiba ni ibada, si kosa pia, si kosa, na ni thawabu pia. Yani mimi nitapata thawabu kwa kutibia, na nitapata thawabu kwa kukutibia, na hata na wewe pia utapata thawabu kwa kujitibia vile vile. Bwana Mtume anasema tadawau ibadullah, tibianeni enyi waja wa Allah tabaraka wa taala. Hii ni amri ya Bwana Mtume, si ya kuacha hivi hivi. Lakini kila ugonjwa unayo dawa. Bwana Mtume akasifia, anasema likulli da'i dawa fa idha usiba da'u dawa bari'a bi idhnillah. Kila ugonjwa unayo dawa yake,
na ugonjwa unapopatiwa vyema, hasa ule ugonjwa wenyewe, basi unapona kwa idhini yake Rahmani. Kwa hiyo hakuna haja ya kutilia shaka kwamba ugonjwa fulani haunaga dawa. Haunaga dawa, wewe ndio hujui kama hauna dawa, lakini dawa ipo, wallahi dawa zipo. Na ukaribisha, sisi tunapatikana Dar es Salaam, na wewe mkazi wa Dar es Salaam ni rahisi kutupata. Ama wewe kama uko mkoani, wilayani, niambie tu ni wilaya gani uliopo. Sisi Nyumba ya Tiba na Dua na Sheikh Khamis Suleiman tutakufikishia huko ulipo. Na kama uko nchi za nje, niambie ni nchi gani, basi tutakufikishia insha Allah kwa idhini yake na huruma yake Rahmani. Mimi ni kuage kwa siku hii ya leo kwa kusema dumu fi riayatillahi wa amnih. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.